Karibu sana msikilizaji, katika video ya siku ya leo naenda kushare na wewe namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni tiba ya kipande yenye uwezo wa kuondoa changamoto mbalimbali katika ngozi na magonjwa ya ngozi kama vile mba, harara, chunusi pamoja na magonjwa mengine ya ngozi. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kupata maarifa zaidi. Lakini awali ya yote nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia sabuni hizi za tiba, nimekuandikia sabuni za vipande, nimekuandikia sabuni za magadi, nimekuandikia pia sabuni za miche. Kwa wewe ambao unapenda kujifunza zaidi kupitia WhatsApp namba 0783500971, utanitext WhatsApp then nitakupa huduma ambayo utaitaka kati ya darasa au kitabu. Msikilizaji, tunapokuwa tunatengeneza sabuni za tiba au za vipande lazima tuzingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, lazima tuwe na malighafi mama kabisa ambayo tunaita ni mafuta yenye asili ya kuganda. Kwa sababu tunatengeneza sabuni tiba ambayo tunatarajia itoe matokeo mazuri kwa watu au wateja ambao tunawapelekea bidhaa yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana tutumie mafuta ya mise, lakini ni vizuri zaidi tukachanganya na mafuta ya mawese kwa sababu mafuta ya mawese pia yana faida katika ngozi ya binadamu. Jambo lingine, lazima tuunganishe na caustic solution ambayo tumekuwa tumeiandaa siku moja kabla tujatumia caustic solution hii. Lazima tuipitishe katika hydrometer kwa ajili ya kuhakiki vipimo. Baada hapo msikilizaji, tunaweza kuwa na vionjo vingine kama vile mchele una matokeo mazuri katika ngozi ya binadamu. Lakini pia lazima sio lazima, lakini utaangalia sabuni yako unataka idili na matatizo yapi. Mfano kama sabuni yangu ambayo tunaiona siku ya leo, nimetengeneza juisi ambayo nimeisaga pamoja. Kuna aloe vera, kuna mlonge, kuna karoti, kuna vitunguu saumu pamoja na maji, lakini pia kuna ukwaju, kuna bamia ndani yake. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile ambacho nakilenga kwamba sabuni yangu ikafanye kazi 1, 2, 3 katika ngozi ya mwanadamu. Kwa hiyo ukifanya hivyo msikilizaji, baada ya hapo utaweka perfume. Sio lazima pia ukaweka rangi kwa sababu kulingana na zile ingredients ambazo umeziunganisha pamoja, lazima sabuni itakuwa ina rangi yake. So lazima utaweka hiyo perfume kama nilivyokuambia, lakini pia utaweka sodium silicate kwa ajili ya kuifanya sabuni yako iwe ngumu vizuri kabisa, na itaifanya pia sabuni yako kuisaidia isiweze kuisha mapema wakati wa matumizi. Hivi ni viambata muhimu sana ambavyo unapaswa kuvitumia. Kwa hiyo kama utakuwa unapenda kujifunza zaidi kuhusiana na vipimo, namna ya formula ambavyo unaweza ukaitumia katika kwanza mpaka kumaliza, nitaigandishaje, namna ya kufanya labeling katika zile package zako, sio vibaya unaweza kujiunga na madarasa yetu au ukajipatia nakala ya kitabu chetu. Kwa changamoto yoyote ambayo inahusiana na ujasiriamali wa hiki ambacho tunakielekeza, unaweza ukanitext WhatsApp kupitia 0783500971. Karibu sana kwenye ujasiriamali, na katika video ambayo itafuata nitaonyesha hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza ukatengeneza sabuni yako mpaka pale itakapokamilika. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali ni zaidi ya ajira.